Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweza kutetemeshwa baada ya serikali yake kurushiwa bomu la maneno kupitia mwanasheria ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania TLS, Boniface Mwambukusi. Ni kipi hiki ambacho amesema? Nikurudishe nyuma kidogo ili nikueleze. Tumefikia mahali ambapo tunashindwa kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea haswa katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Siku ya Jumapili ilikuwa tarehe 8 mwezi huu wa pili mwaka huu wa 2026. Madereva wa malori katika taifa la Tanzania ambao ni wanachama waliweza kuzungumzia vyombo vya habari na kusema ya kwamba wamekabidhi serikali ya Samia Suluhu Hassan siku 2 kumwasilisha mwenyekiti wao ambaye inadaiwa aliweza kutekwa nyara, ambaye anaitwa Godlove Materu kutoka eneo lile la Tunduma. Inasemekana ya kwamba kuna Land Cruiser, gari ambalo lilikuja likamkamata, wakaenda naye na hakuwa anajulikana penye yupo. Sasa madereva wa malori waipa siku 2 serikali mwenyekiti wao apatikane. Hii ni baada ya mwenyekiti wa chama cha madereva kupotea ama kutekwa nyara. Sasa baada ya hapo, kabla ya siku 2 kukamilika, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iliona vitu vimekuwa ngumu na maneno yameenda mrama. Kupitia vyombo vya dola waliweza kusema wao wenyewe kwamba ndio wanamshikilia, kwa sababu maandamano yangetanda katika taifa la Tanzania. Kuna barua ambayo iliweza kuwasilishwa, naomba kuisoma kisha baadaye nitakueleza vile Mwambukusi amerusha bomu la maneno kwa ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kuna barua hii ambayo imeweza kuachiliwa na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Akasema hivi: taarifa kwa umma, kukamatwa kwa Godlove Materu, Tunduma, Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linapenda kutoa ufafanuzi juu ya taarifa zisizo sahihi zinazosambazwa katika baadhi ya mitandao ya kijamii zikieleza kuwa Godlove Materu hajulikani alipo baada ya kukamatwa na watu wasiojulikana. Godlove Materu ambaye ni wa umri wa miaka 45, mkazi wa Chapwa, mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, alikamatwa na askari. Sasa wakaanza kusema ndio wao waliweza kumkamata baada ya madereva kutishia kwamba serikali itajua haijui baada ya siku 2 kukamilika ikiwa hawaendi kuwasilisha mwenyekiti wao ambaye anaitwa Godlove Materu. Sasa wakasema alikamatwa na askari wa polisi na sio na watu wasiojulikana, na anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Songwe kwa tuhuma za jinai zinazomkabili. Mtuhumiwa alipanga na kufanya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mji. Sikia vile sasa amewekelewa na Tunduma na viunga vyake. Uchunguzi umekamilika na hatua zingine za kisheria zinafuata. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza taarifa zote zinazosambazwa bila udhibitisho katika ama kutoka kwa mamlaka au vyanzo rasmi. Unajua polisi waliamua kuzungumza na kusema wao ndio wanaendelea kumshikilia
mwenyekiti wa chama cha madereva nchini Tanzania, haswa madereva wa malori yale makubwa, baada ya kutishiwa kwamba kuna maandamano makubwa yangetokea katika taifa la Tanzania. Sasa baada ya kuona vile watazuia maandamano kufanyika, ni kusema wao ndio wanamshikilia baada ya kunyamaza kwa siku 5 mfululizo pasipo zungumza kwamba ndio waliweza kumchukua Godlove Materu. Sasa bomu la maneno limeweza kurushwa kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na kutetemesha ikulu ya Suluhu Hassan kupitia rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania, Boniface Mwabukusi. Tusome maneno ambayo yameonekana kuwa bomu kubwa kwa serikali ya sasa ambayo inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Akaandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema jeshi la polisi lichunguzwe kwa uhalifu na uvunjaji wa katiba. Kwa barua hii sasa, ile nilisoma ya polisi, kwa barua hii sasa ni uthibitisho kwamba kuna hitajika uchunguzi maalum kwa jeshi la polisi. Yaani penye imefika polisi ambao wako chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ni amri jeshi mkuu, yeye ndiye anatoa directions, amri kwao. Sasa imebidi sasa hata Suluhu ametetemeshwa kwa jambo hili, jeshi lake liweze kuchunguzwa. Huu ni uharamia wa uvunjaji wa sheria. Sheria inakataa unapokamata mtu mmoja, ya haki ni kuwasiliana na ndugu zake au mwanasheria wake au la umfikishe mahakamani. Yaani wakati mtu yeyote ambaye amefanya kosa ukimkamata, wasiliana na familia yake ama wasiliana na wakili wake ama umfikishe mahakamani kulingana na sheria za Tanzania. Lakini jeshi la polisi lilienda likamkamata, wakamshikilia zaidi ya siku 5. Sasa anaendelea kushambulia kwa kusema hivi, haiwezekani ukae na mtu siku 5 halafu baada ya vitisho za maandamano ndio uje na kubeberusha hiki. Huu ni uhalifu. This is a 5 days enforced disappearance. Barua hii imethibitisha kuwa jeshi la polisi linatekeleza wajibu wake kihalifu na kuvunja katiba. Mwabukusi ametuma bomu ikulu la maneno kwamba jeshi la Samia Suluhu Hassan linastahili kuchunguzwa. Hawezi kushikilia mtu kwa siku 5 pasipo zungumza baada ya vitisho kutolewa za maandamano makubwa nchini Tanzania. Ndio wanajitokeza kusema wao ndio wanamshikilia mwenzao ambaye ni mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori nchini Tanzania ambaye anaitwa Godlove Materu, ambaye aliweza kuchukuliwa na Land Cruiser kutoka eneo lile la Tunduma. What do you think? Je, unaunga mkono matamshi ya rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania ama unapinga matamshi hayo kwa kusema imefika jeshi la polisi liweze kuchunguzwa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button like this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded any video clip to watch. Remember to share our content always. We have WhatsApp groups and on Facebook, and that's all we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.